Swala la kumjua mtu vizuri sio dhambi. Kumjua mtu vizuri ni jambo la muhimu kwenye maisha, lakini pia kwenye biashara, kwa sababu huwa inasaidia kujenga mahusiano mazuri, kufanya maamuzi sahihi na kuepuka changamoto ambazo zisizokuwa na ulazima. Mara nyingi watu huwa wanaonekana tofauti kwa maneno yao, lakini ukweli wao halisi huonekana kupitia matendo yao, tabia zao na mwenendo wao wa maisha yao. Ili mjue mtu vizuri, kuna maeneo muhimu ambayo yanaweza kukusaidia kumjua mtu vizuri. Eneo la kwanza ni matumizi ya muda. Namna mtu anavyotumia muda wake huwa inaonyesha vipaumbele vyake na malengo yake kwenye maisha. Mtu anayepanga muda wake vizuri mara nyingi huwa ana nidhamu, malengo na uwajibikaji. Lakini mtu anayepoteza muda kwenye mambo yasiyokuwa na msingi huwa anaonekana hawajibiki kwa ajili ya maisha yake na kwa ajili ya malengo yake pia. Ukichunguza matumizi ya muda ya mtu, utaweza kuelewa ni vitu gani vina thamani kubwa kwake na aina ya maisha anayotaka kuyaishi. Eneo la pili ni mawazo yake. Mawazo ya mtu yana nguvu kubwa ya kuamua maisha yake. Watu wenye mawazo chanya asilimia kubwa huwa wanaona fursa, wanatafuta suluhisho na kuweka matumaini kwenye jambo wanalolifanya. Lakini ukiangalia upande wa pili, kwa watu wenye mawazo hasi, mara nyingi huwa wanapenda kulalamika, kulaumu watu, wanaogopa kujaribu na wanakata tamaa haraka sana. Ukielewa aina ya mawazo ya mtu, utaweza kutambua mtazamo wake kuhusu maisha, mafanikio na changamoto anazopitia. Eneo la tatu ni tabia. Tabia ni kioo kinachoonyesha utu wa mtu. Mtu mwenye heshima, uaminifu na upendo huonyesha tabia njema inayoweza kujenga mahusiano mazuri na mawasiliano mazuri na watu wanaomzunguka. Lakini tabia mbaya kama vile udanganyifu, uvivu na hasira zinaweza kuharibu mahusiano na mawasiliano ya mtu na watu wengine, lakini pia maendeleo ya mtu binafsi. Tabia ya mtu ndiyo msingi wa kuamua kama anaweza kuwa rafiki mzuri, kiongozi mzuri na mfanyabiashara mzuri. Eneo la nne ni maamuzi. Maamuzi ya mtu huwa yanaonyesha kiwango chake cha hekima na uwezo wake wa kufikiri. Watu wanaofanya maamuzi kwa utulivu na kuzingatia faida na hasara ya kuamua jambo lolote wana nafasi kubwa ya kufanikiwa kwenye biashara. Fikiria mtu ambaye anaona biashara haiendi, anaamua kufanya maamuzi ya kufunga biashara na kula mtaji bila kuwaza na kujiuliza, biashara haiendi, ninakosea wapi? Nifanye nini ili nitatue hii changamoto? Je, nifanye utafiti wa masoko ili nijue hii biashara kwenye haya mazingira, je, yananiruhusu kufanya hii biashara au hizi bidhaa hazihitajiki kwenye hili soko na hazitoe suluhisho lolote? Kwa sababu pesa zipo na watu wapo. Ili watu wakupe pesa kama mfanyabiashara, lazima uwauzie uhitaji ama suluhisho. Maamuzi ya haraka yasiyo na mipango mara nyingi huwa yanaleta majuto baadaye. Kabla ya kufunga biashara ama kabla ya kuanza biashara, fanya kwanza utafiti wa masoko. Njia ambayo utaitumia kufanya maamuzi inaweza kukuonyesha ukomavu wako na uwezo wako wa kutatua changamoto. Eneo la tano ni nidhamu na mwenendo. Nidhamu huonekana kupitia uwajibikaji, kujituma na kufuata misingi ya maisha. Mwenendo wa mtu kila siku huonyesha kama ana mwenendo mzuri au mwenendo mbaya. Watu wenye nidhamu huwa wana maendeleo endelevu kwenye kazi, kwenye biashara na maisha yao binafsi. Nidhamu na mwenendo wa mtu ni alama muhimu ya mafanikio yake ya baadaye na uwezo wake wa kusimamia maisha na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kumjua mtu vizuri kunahitaji muda wa kufuatilia maisha yake ya kila siku kwa kuangalia matumizi ya muda, mawazo chanya, tabia, maamuzi na nidhamu. Utaweza kuelewa utu wake halisi na kufanya maamuzi sahihi ya kuishi na mtu huyo kwa hekima na busara, ili asiwe sehemu ya kikwazo cha maendeleo yako kwenye biashara, lakini pia kwenye maisha yako binafsi.